Bwana, tuko hapa Leaders Club. Leo ni faraja ya tasnia na nimeona wasanii mbalimbali wakuwa wamekuja hapa kwa ajili ya dua na sala kwa ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki, na hapa nipo na Jacqueline Wolper, mwanadada ambaye amedumu kwenye tasnia ya uigizaji kwa muda mrefu na anafanya vizuri sana. Lakini pia tuko na Fid-Q, mwanamuziki wa Bongo Flava. Dada yangu wa nguvu, mambo vipi? Safi, mambo. Kwanza hongera kwa kushiriki jambo hili la kumbukizi, lakini kuwaombea dua ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki. Baada ya kufika hapa, ni kitu gani cha kwanza kilikuja kwenye kichwa chako baada ya kuona picha za ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki? Ni hakuna zaidi ya kuwaombea na kuona kwamba ili tukio lipo na ni swala la kujiandaa na kuishi na watu vizuri, upendo, tukumbuke kuishi, tukumbuke furaha, tukumbuke kusali, tukumbuke kujiombea, lakini pia tukumbuke iko siku na watu watajikusanya kama walivyojikusanya hivi leo, na watu watajikusanya kwako pia. Kwa hiyo kama unapata muda kwenye tukio la watu, unakuwa unajitokeza kama hivi kuja kusindikiza wenzio, kuwapa pole wafiwa, na sisi pia ni wafiwa, kwa hiyo tunakuja tunafarijiana na vitu kama hivyo. Ni hayo tu. Nimekuona umesimama muda mrefu na Fid-Q hapa na mkawa mnazungumza, lakini kula muda mnaingia kwenye huzuni, mnaingia kwenye furaha. Nini ambacho mlikuwa mnasema baada ya kuwepo hapa kushiriki dua na kuwakumbuka wale ambao wametangulia mbele ya haki? Tunajua huu ni mwezi wa 8. Tarehe 8 tunajua kuna nini Mwanza. Sisi tumewa surprise juzi, tumwambia bwana, sisi show ya Bongo tuliipenda na Mwanza atuwaachi. Tatukuta Mwanza tarehe 7 kwa ajili ya kupokea hiyo Bongo Flava ya miaka 30 wote kwa pamoja. Kwa hiyo kiukweli A-list wote tutakuwepo pale tarehe 8. Na tupo pale kwa ajili pia, tuko vizuri na kaka zetu. Kama hivyo umeona niko na Fid-Q naongea naye, Madi, umenelewa, Tale, ni watu wetu. Kwa hiyo wanakuwa na jambo lao na sisi pia tunawasupport. Lakini pia sio kusupport tu. Tumemisi zile ladha, tumemisi Bongo Flava zamani. Sisi masista dua zamani tulikuwa tunaenda Bilkanas, Maisha Club. Unajua hiyo watoto wadogo hawaelewi ujue. Kwa hiyo imetokea kitu kama hicho, tunakuwa tunathamini, umeona. Kwa hiyo tulikuwa tunaongea, tunasema kwamba sisi Mwanza tutakuwepo hivyo, yani hivyo. Tulikuwa tunaongelea masuala ya Mwanza. Fidi, nimeona jinsi ambavyo mmekaa na dada yangu hapa Jacqueline Wolper, mkawa mnazungumza, mnafurahi, lakini akagusia swala la Mwanza. Lakini wewe uliona walivyowa surprise kwenye mitandao ya kijamii kwamba A-list wote wanakuwepo Mwanza. Kwenu mlipokeaje? Kiukweli tulipokea kwa shangwe na furaha, na tukasema kabisa kwamba A-listers ni A-listers kweli, kwa sababu wanajua namna ya kudili na A-list. Na A-list inaanza na wachonga barabara ambao ndo hao wenye tukio lao ambao tarehe 8 mwezi wa 8 Mwanza. Kwa hiyo tulifurahishwa, tulipendezwa, na uweze amini kwa sababu na Wolper siku zote hizi ndio nimekutana naye leo hapa. Kwa hiyo nikana namwambia kwamba namna ambavyo tuko grateful kwa namna ambavyo wanatusupport, wanatupokea na vitu kama hizo. Wolper, ni nyimbo gani ambazo huwa zinakukumbusha? Na siku zile nimekuona Mlimani City, umekuja ukawa una enjoy, una vibe lako na vitu kama hivyo. Ni ngoma gani za wasanii gani ambao waliperform siku hiyo kwako zilikukosha na kukukumbusha kwamba kuna miaka ile sister du fulani hivi, Unyamwezi kama hivyo, Maisha Club na Bilkanas na vitu kama hivyo? Unajua bwana, nyimbo za zamani nyingi una flow tu. Yaani wewe nyimbo iki akinyanyuka Fid-Q unakuta unaenda naye. Akija Madi unaenda naye, akija sijui Matonya, akija sijui Das Baba, akija nani, yani watu wote nyimbo ambazo tulikuwa tunacheza sana. Sijui imekaaje, lakini yani hauwezi kukaa. Yani nyimbo zote ni inayotoka, inayoingia, wewe unanyanyuka tu unacheza. Mwisho wa siku sasa, jamani, tutakuja kudhalilika tu. Lazima tukae tutikise tu vichwa. Kwa hiyo ndio maana hata tunaifuata tena huko Mwanza. Kwa ajili gani? Kuna mambo tunakumbuka, tuna enjoy vibe na nini hivyo na watu wazima wenzetu. Kuna story moja ya Bongo Flava, wewe unaweza kunihakikishia kwamba ni sawa, ni kweli au sio kweli? Inamhusu Kajala na ngoma ya Zali la Mentali ya Professor J, kwamba Kajala ndio aliweka verse zile lakini hakuonekana kwenye video. Kuna ukweli wote kama unajua? Kabla hujamaliza, mimi unajua ni kweli ni napenda Bongo Flavas hivyo, lakini nilichelewa kuja mjini. Unajua mimi nimezaliwa Moshi, rafiki yangu. Kwa hiyo vitu vingine vya ndani sana vya mjini hapa sivijuagi. Ila muziki ndio hivyo, nilikuwa nafuatilia, naenda Bilkanas, naenda Maisha, lakini hivyo vitu hivyo vya ndani sana sivijui. Baada ya ile show mlikaa kama A-list na kuizungumza show kwamba ilikuwa show kali, watu waliperform vizuri na vitu kama hakuna stories za namna hiyo, akasema bana akakumbuka kitu chochote cha zamani ambacho kilitokea siku zile ikawa kimewakumbusha? Hapana, ninachokumbuka tuliongelea tu kuhusu arrangement ya VIP na tukalifikisha kwa wenyewe, wakasema tu watalifanyia kazi.
kwa sababu nadhani hawakuwa wamewaza labda kama watapata hivyo watu na nini. Kwa hiyo tuliongelea swala la VIP tu, hatukuongelea mengine. Sawa, tunakwenda Mwanza kama A-list, mmejipangaje? Na tunajua Mwanza saa hizi kumeamka sana, kuna wazee wa Katoro huko, wazee wa wapi, matajiri wote wako Mwanza na watu wamepania kwenda kuiona hiyo show classic kabisa ya miaka 30 ya Bongo Flava. Nyinyi kama A-list, watu wa Mwanza wategemee nini kutoka kwenu? Sasa A-list si boss lady, kwa hiyo maboss lady wanaenda kwa maboss. Hakuna shida, tutakutana mabosi, tutakaa mezani, tutavibe pamoja. No stress, hakuna maneno, ni weka vitu, acha vitu, you know. Kwa hiyo mabosi wakutana na mabosi, vitu vinakuwa vizuri. Of course, wale ni mabosi kutuzidi, lakini ni mabosi na sisi. Kwa hiyo tutakutana, tutavibe kibosi. Unajua watu wa Mwanza wanapenda kushirikiana, watakuja watu wa Kahama, watakuja watu wa Shinyanga, watakuja watu wa wapi, na Shinyanga pale tuna watu matajiri, hao wanaitwa Wakwaya, ni balaa. Kwa hiyo tunajua kwamba wale watu wa Mwanza wana vibe, umeelewa eh? Wana vibe bila kuchoka, na sisi pia tutavibe nao bila kuchoka. Kwa hiyo tuseme tu kwamba sisi tunaenda Mwanza kwa ajili ya kuvibe, tutakutana na mashabiki zetu, tutafurahi pamoja, tutaenjoy. Mwanza ni ya Fid Q. Ukisema Mwanza, Fid Q ni mmoja kati ya wanamuziki ambao anaiwakilisha Mwanza vizuri. Mwanza. Na watu wanasema mwenyeji ni Fid Q na wengine wanamuziki wa Mwanza, lakini Fid Q kwanza. Wategemee nini wa Tanzania? Wategemee show ya upendeleo, show ya tofauti kubwa kuliko ile ambayo wameiona Dar es Salaam. That's all I can say. 88 Rock City Mall, Mwanza. Show kubwa ya tofauti, kubwa ya upendeleo kuliko ile ambayo mmeona Dar es Salaam. Karibuni. Una story gani wewe na Mwanza? Nimezaliwa, nimekulia hapo. Story yetu inaanza na kuishia hapo, lakini inaendelea kwa sasa. Bwana, huyu ni Fid Q, mmoja kati ya wanamuziki wa kali wa hip hop hapa nchini Tanzania ambao wamewahi kutokea, bado wanasababisha, bado wanafanya. Anadondoka Mwanza tarehe 8 mwezi wa 8 2026 kwenye big show ya miaka 30 ya Bongo Flava. Mimi ni Gabi Mtanzania, ni shahidi. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.